Raila Odinga alaani wito wa kufyatulia risasi waandamanaji nchini Kenya. Waziri Mkuu mstaafu wa Kenya Raila Odinga amelaani vikali wito wa waziri wa usalama wa taifa hilo Mheshimiwa Mukeni kwa polisi kuwafyatulia risasi wananchi watakaojaribu kukaribia vituo vya polisi. Raila Odinga amesema kuwa yeyote anayehamasisha matumizi ya risasi dhidi ya raia anastahili kulaaniwa vikali, akisisitiza kuwa hatua kama hiyo inakiuka haki za kibinadamu. Kauli ya Raila Odinga inachukuliwa kama ukosoaji wa nadra kwa utawala wa Rais William Ruto, hasa ikizingatiwa kuwa chama chake kina mawaziri watano wanaohudumu katika serikali ya muungano. Wanaharakati wa haki za kibinadamu Kenya wameonya kuwa matamshi ya waziri wa usalama wa taifa hilo yanaweza kuwapa polisi ujasiri wa kutekeleza mauaji ya kiolela, wakihofia kuongezeka kwa ukandamizaji wa raia. Murkomen amesema alitoa agizo hilo kufuatia mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi wakati wa maandamano siku ya Jumatano wiki iliyopita, lakini amedai kuwa kauli zake zilitafsiriwa vibaya. Kwa kumalizia, Raila Odinga alitoa wito wa mazungumzo ya kitaifa, akihimiza kuwa wananchi na viongozi kutoka pande zote wanapaswa kushiriki katika majadiliano kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa la Kenya. Kwingineko, Rwanda na DRC wasaini mkataba mpya wa amani jijini Washington. Serikali ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimesaini mkataba wa amani jijini Washington, Marekani. Mkataba huo unaojulikana kama Washington Accord umesimamiwa na Marekani na unazitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa DRC ndani ya siku 90. Makubaliano hayo pia yameweka misingi ya ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, hasa katika sekta ya madini yenye rasilimali adimu kama cobalt pamoja na dhahabu. Utiaji saini huo ulishuhudiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pamoja na Rais Donald Trump aliyesaidia kufanikisha mazungumzo hayo. Trump amesema kuwa huu ni mwanzo mpya wa ukanda wa maziwa makuu na kwamba Marekani inalinda pia maslahi yake ya kimkakati katika rasilimali za DRC. Rais huyo wa Marekani pia ameishabikia hatua hiyo, akisema kuwa ni mwanzo mzuri wa uhusiano mpya endapo mkakati huo utafanikiwa kama ambavyo wamekubaliana. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa mafanikio ya mkataba huo yatategemea utekelezaji wake kwa vitendo na ushirikishwaji wa makundi yote yakiwemo yale ya waasi wa M23. Ripoti za Jaba Kimataifa, God bless Kombe.